Naam, karibu. Hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya. Msikilizaji, na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji wako ni Omari Makilele Ozil. Katika taarifa zetu za habari tuanzie na habari zisemazo kuwa msemaji wa kundi la wahasi wa M23 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Willy Ngoma, ameuawa katika shambulizi la ndege zisizo na rubani mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumanne ya tariki 24 Februari 2026. Reuters imemnukuu mwanadiplomasia wa eneo hilo, afisa mmoja mwandamizi wa kundi hilo na mshauri wa serikali ya nchi za magharibi akithibitisha kifo chake. M23 inadhibiti maeneo makubwa ya majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini baada ya mashambulizi ya mwaka 2025 ambapo wahasi hao waliteka miji ya kimkakati ya Goma na Bukavu. Hata hivyo, vyanzo mbalimbali vimesema kuwa viongozi wengi wa wahasi hao wa M23 wameweza kufariki dunia katika shambulio hilo la ndege lisilo na rubani lililopigwa maeneo ya Rubaya katika tarafa la Masisi jimboni Kivu ya Kaskazini. Wanajeshi wengi wa M23 katika shambulio hilo waliweza kujeruhiwa vikali, hata wengine kuweza kufariki. Mengi zaidi kulingana na kifo chake Willy Ngoma utaweza kuambiwa katika taarifa zetu za habari zinazofuata. Na kule katika tarafa la Fizi maeneo ya Minembwe ni kwamba mapambano makali yameshuhudiwa mchana wa siku ya pili ya tariki 24 Februari 2026 kati ya wapiganaji shupavu wa Zalendo wakisaidiwa nao jeshi la taifa FARDC dhidi ya wahasi wa Twirwaneho wakishirikiana na M23. Hata hivyo, mapambano hayo yameripotiwa mchana wa siku ya pili ambako Wazalendo wamekipiga mwingi na hivyo kuweza kabisa kudhibiti maeneo mengi ya milima mirefu ya tarafa la Fizi. Tukumbushe kuwa mapambano bado yanaendelea katika maeneo ya Minembwe, huku jeshi la taifa FARDC pamoja na Wazalendo wakitamani kuweza kushika mji huo wa Minembwe. Tujelekeze kule katika mji wa Baraka ni kwamba maandalizi ya sherehe za sikukuu ya mwanamke ulimwenguni yanaandaliwa vizuri katika mji wa Baraka. Ndivyo amehakikisha hayo mama Jenda Familia na Mtoto mjini humo, akiwa mbele ya vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Zainabo Ichilo Marie Claire, mama Jenda Familia na Mtoto mjini Baraka, amesema maandalizi tayari yameanza kwa ajili ya sherehe hizo, huku akionyesha kuwa kutakuwa na utofauti wa kusherehekea mwaka huu na miaka mingine. Tubaki tu katika mji wa Baraka ni kwamba kuweka mabomba 160 umeme kwenye ofisi yetu pamoja na kununua vifaa vya kutendea kazi ni moja ya mambo tuliyotekeleza kwa mwaka 2025. Ndivyo amesema hayo kiongozi wa kitengo husika na maji mjini Baraka, Regideso mjini Baraka, wakati wa mahojiano na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Akizungumza nasi Bwana Christian Shandu, mkuu kiongozi wa Regideso mjini Baraka, amesema kuwa kuna mambo mengi ambayo wameyatekeleza kwa mwaka 2025 kama anavyoeleza hapa. Mwaka 2025 ni mwaka ambao Regideso ilifanya mambo mengi sana. Mission la kampuni letu kwanza ni kuproduire maji, kutrete ama kusafisha maji na vile kugawa maji kwa abone wetu wote. Kutokana na hiyo mission ndo tulijifixe vile maobjektife. Objektife ya kwanza ilikuwa kuboresha ugawaji wa maji na kuongeza kiwango chake. Objektife ya pili ilikuwa ni kupunguza matatizo kutokana na mirija ama tio ambazo zinazovunjwa kila siku. Objektife ya tatu ilikuwa kuboresha na kuongeza kiwango cha maji kuanzia huko kwenye source ili maji iwe mengi sana ndani ya mji wetu wa Baraka na kando. Na mission ya mwisho ilikuwa kuboresha na kunyoosha kazi vizuri ili reclamation ama malalamiko iwe ndogo sana. Ndani ya hizo mission ni 80% tumeitekeleza na hiyo 20% ndio imetokana na matatizo. Ndani ya hiyo marealization tumejitahidi kuongeza maji ndani ya mji wa Baraka kwa 20%, yani tukikompare na mwaka wa 2024 kuliongezeka 20% ya maji. Tumefanikiwa kuongeza bomba za raia 6, yani bomba 4 ndani ya kata Mwandiga
na 2 kwenye quartier Matata. Tumefanikiwa kutia tio za Regideso fasi ambazo hazikuwepo zamani. Tumefanikiwa kutia bomba 160 za mupya ndani ya mwaka 2025. Tumefanikiwa vile kubadilisha tio 35, yani 35 ambazo zilikuwa zimeharibika. Tumejitahidi kuheshimu norme za Ministeri ya Sante na OMS kwa utengenezaji wa maji. Tumefanikiwa kununua vyombo ili kuboresha kazi, na ndani ya hivyo vyombo kuna kit solaire, pano solaire na vingineo ili umeme uwe ndani ya bureau administratif. Tumenunua equipement informatique, machine, ordinateur, imprimante na vingineo ili kuanzia mwaka huu tuanze kujitegemea wenyewe kwa kutoa mafaktire hapa mjini Baraka. Tumenunua vile kit Starlinks kwa ajili ya connection ili kurahisisha kazi ndani ya biro letu la Regideso. Mwishowe ameonyesha hapa changamoto walizokumbana nazo katika mwaka uliopita. Changamoto kubwa ambayo tunao ndani ya ofisi yetu Regideso ni ukosefu wa pesa ama financement. Na hiyo ukosefu wa pesa inatokana vile na kuto kulipa maji, yani biro nyingi za leta sio labda hapa kwetu Baraka ndo biro nyingi za leta zinakuwa hazina maji, lakini nje ya Baraka, kwani sisi tunatumainia financement kutoka Kinshasa, nje ya Baraka tunadai leta plus de 400 millions de dollars. Kuto kulipa kwao kwa hizo mafaktire ndiyo kunatuma vile tuwe na hiyo upungufu kote finance. Difficulté ya pili ilikuwa ni uharibifu wa installation Regideso. Watu wengi wanaharibu installation Regideso kutokana na magari. Utaona gari beni inabeba majiwe, inakanyaga tio ya Regideso, haita repare, hiyo charge inarudia kwetu sisi Regideso. Kubomoa makontere na kuharibu marobine, hiyo nayo ni ndani ya madifficulté ambayo tunakutana nayo ndani ya kazi yetu. Kuto kulipa faktire kwa wabone wa moja, sio wote. Wengi wanalipa ndio, lakini wa moja hawalipi faktire. Na kujenga juu ya tio za Regideso, watu wengi wanajengea sana matio za Regideso, na hiyo inakuwa difficulty kubwa. Utakutana mtu anajenga juu ya vane ambao inatusaidiaga juu ya kufanya sectionnement ya maji, kutuma maji kata fulani na kuifunga vile ili tutumie wengine. Lakini unakutana mtu anajenga juu ya hiyo vane, kwetu sisi inakuwa vigumu sana kuacceder kwa hiyo vane ili tugawe tena maji vizuri. Ndio hiyo madifficulty ambayo tulikutana nayo ndani ya hiyo mwaka 2025. Kule katika tarafa la Fizi ni kwamba uongozi wa shirika la wachukuzi wa watu na mizigo wa masafa marefu wa Miski umewataka waendesha pikipiki kukadirisha mizigo wanayoibeba pindi wanaposafiri ili kuwaepusha na madhara mbalimbali. Mbelekelo wa Malongo Sajo, coordinator wa muundo huo, amesema kwa sasa barabara ni mbovu na hiyo ni chanzo cha ajali mara kwa mara. Asante ndugu mtangazaji, kwanza ni kwa taarifu kuhusu kukadirisha mizigo. Hairuhusiwi mwendesha pikipiki kubeba mizigo ambayo inapitiliza kilo kwa kuepuka madhara mbalimbali, maana ni mambo ambayo yalitokea, nafikiria ni mwaka jana. Tulipata ajali ya kuachwa na mwenzetu kulingana na hiyo hali ya kubeba mizigo sana. Kwa hiyo nawaomba wasiendelee kubeba mizigo ya kupitiliza, wakadirishe ili waweze kuwa wanafika salama, maana barabara ni mbovu, zinaendelea kuharibika na mvua ndo hizi ambazo zinaendelea kunyesha. Kwa hiyo endelee kukadiriza mizigo ili kusiwe madhara ya kuvunjika na kuharibu mizigo ya watu. Tunachoomba serikali iendelee kutukumbuka, japokuwa tuko katika kipindi kigumu cha vita, lakini watufikirie pia, maana barabara zinaendelea kuharibika. Ila naamini serikali itafanya, kwa sababu anachopiganisha ni usalama. Hakuna maendeleo pasipo na usalama. Na kule katika nchi ya Burundi ni kwamba wananchi wa Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefurahishwa na hatua ya Burundi ya kufungua mpaka unagawa nchi hizo mbili, kwani itafungua tena fursa ya kibiashara katika mataifa hayo mawili ambayo ni swaiba. Mie najisikia bien, nasikia na furahi kurudia kwetu. Tulikimbia tukaishi mfamilia, sio mie na mtoto wawili, na wengine wakakimbia kwa makambi. Hawajakuja yeye. Mimi nashukuru sana, Mungu ni mkubwa kabisa. Na wazidi kutukinga wakongomani wenzetu, juu tunaona saa makimbizi ya huku haifai, juu watu wengi ndio wanaishi huko. Tunarudi mikono wazi
Huyu mwenzetu alikuwa na watoto 5, wote walikufa, wote anarudia hivyo hivyo. Na wengine 20 tena alikuwa na wawili na anarudia hivyo hivyo. Ndio hivyo, na njaa zaidi ndio litupiga njaa. Kwa sisi raia wa Kongo tumeshangilia, tumefanya fete. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza tumefanya mwaka mpya, tuko chini ya vitanda ngambo ya Kongo. Lakini tulifanya vile kwa sababu wale waasi walikuwa utawangali Kongo. Hivi tunamshukuru Mungu na tunashukuru kwa government yetu ambayo imehakikisha tena kwa sisi tushangilie. Kwa sababu sisi ni furaha kwetu kuona tena mpaka unafunguliwa vizuri sana. Tunasikia bien hivi wanatufungulia mpaka kweli, manake tunafurahi sana sana sana. Mungu awabariki. Tulikuwa Burundi, tulikuwa lakini siye hatukutekeseka sana sana kwenye tulikuwa tunaikala, bakatupokea. Wenzetu wenyewe walikuwa makambi, njoo wenyewe waliteseka sana. Walikuwa wanalala nje bamoya kukufa, na njoo hivyo tunafurahi sana. Vraiment moyoni mwangu ni furaha kubwa sana tena sana. Maisha ya ukimbizi ni vibaya sana. Aidha, kwa upande wa madereva wanaofanya kazi katika kituo cha magari cha Sioni mjini Bujumbura karibu na soko ambalo limekuwa likiwaunganisha raia wa Burundi na DRC, wamefurahishwa na hatua hiyo ya serikali ya Burundi, ambapo mmesema kwamba itawasaidia kuingiza kipato kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Kusema ukweli tunafuraha sana. Pia acha tushukuru serikali ya Burundi kwa kazi kubwa ambayo imefanya kufungua huu mpaka wa hapa, kwa sababu bwana umaskini kabisa ulikuwa tutabanisha. Tulikuwa tujui tutaenda wapi. Tulikuwa tuna makazi, tulikuwa tunashinda mkartie, tunashinda mbele ya wabibi na watoto, maana ilikuwa ishakuwa ni aibu kabisa. Tunashukuru sana. Wakati mpaka ulikuwa unafungiwa, bana changamoto zilikuwa nyingi. Kwa sababu unaona kwamba watu kutoka Uvira walikuwa wanakuja kurangua vitu hapa, na sisi Warundi ambao tuko hapa, tunaiba ile mizigo yao, tunaivusha huku na kule, tunapata hiyo pesa kidogo kidogo. Changamoto zilikuwa nyingi sana. Msikilizaji, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji alikuwa Omari Makelele Ozil.